Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni April mosi mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhane Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubuni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhane Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mabadiliko ya kwenda na kasi ya Rais Samia. Wachambuzi wasema yanaimarisha serikali. Habari katika ukurasa wa 7. Viongozi wa dini wataka imani kwa vitendo, wakemea rushwa na mifarakano, wasifu uimara wa serikali ya awamu ya 6. Habari ni katika ukurasa wa 2. Samia Mwinyi wahimiza amani, upendo, utulivu. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr. Mpango hataka huduma kazi zitolewe bila rushwa. Habari katika ukurasa wa 3. TAKUKURU yabaini hofu vituo vya mafuta kwenye makazi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. ATCL yaanza kwenda Dubai. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili likipambwa na habari, picha ikimuonesha makamu wa rais Philip Mpango akifurahia jambo wakati aliposhiriki ibada ya sikukuu ya Pasaka katika kanisa Katoliki parokia Bikira Maria mama wa damu azizi na Yesu Kisasa mkoani Dodoma jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uteuzi wa Makonda gumzo, jina lake la tawala miongoni mwa wateuliwa kutenguliwa, wasomi wataja sababu za kuondolewa uenezi muda mfupi. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Viongozi wa dini wakemea rushwa binafsi, dhulma. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 20 na ukurasa wa 21. Nyuma ya pazia kwa watoto wanaosha vyoo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika Mbowe Rais Samia wahimiza upendo. Habari katika ukurasa wa 21. Fomu ya uraisi wa Samia yafikia milioni 140. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mahitaji madogo ya gesi asilia yaathiri uzalishaji. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mkeka wa Samia mchungu mtamu sikukuu ya Pasaka. Makonda apelekwa kwa Lema Arusha, Mongela awekwa benchi, Ndalichako auti baraza la mawaziri, azidi kufoka kwa kalamu. Habari katika ukurasa wa 4. Wakristo wahimizwa kudumisha amani, upendo katika familia. Habari katika ukurasa wa 4. Makonda ageuka habari ya mjini, wananchi watofautiana maoni. Habari katika ukurasa wa 4. Wachimbaji wadogo watakiwa kuanzisha timu za uokoaji. Habari katika ukurasa wa 4. Watano jela miaka 7 kwa wizi wa bia. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yahimiza uwekezaji nishati safi ya kupikia. Habari katika ukurasa wa 2. Jinsi Trump alivyomdhihaki Joe Biden katika video. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Tatoa yaridhishwa juhudi za Samia kuvutia uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika maaskofu waonya jamii iko hatarini, watoa angalizo kwa bunge, serikali na mahakama. Habari katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Gazeti hili likiwa na nukuu za maaskofu mbalimbali katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Askofu Liberatus Sangu, Agostino Shao, Alex Malasusa, Dickson Chilongani, Fredrick Shaw pamoja na Jovatus Mwijage. Ukipata nakala yako utasoma kwa ndani zaidi. Uteuzi wa Paul Makonda waibua hisia tofauti. Atumikia uenezi kwa siku 162. Ndalichako abumzishwa. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Nipashe limeandika mtumbi walipuka moto ziwani, wawili wahofiwa kufa maji. Habari katika ukurasa wa 7. Mwaka mmoja
Mimba 194 kwa watoto wilayani, habari katika ukurasa wa 7. Mwalimu jela miaka 30 kunajisi mwanafunzi wake, habari katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele ya habari za michezo na burudani limeandika Gamondi dakika 90 zitaamua Sauzi, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tutazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Makonda adeuliwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Dejembe sasa waziri, habari katika ukurasa wa 3. Ujumbe wa Pasaka, upendo, amani, maadili. Viongozi wa dini wahimiza wa Tanzania kuishi kwa amani wakimtegemea Mungu, wataka malezi bora kwa watoto, wawasihi wa Tanzania kujenga utamaduni wa kusamehe na kutenda mema kwa jamii. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Dr. Mpango atoa ujumbe kwa Tanzania, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Papa Francis ataka usitishwaji vita Gaza, habari katika ukurasa wa 7. Dimwa UVCCM jeshi imara la ushindi CCM, habari katika ukurasa wa 10. Jenerali Nkunda nchi iko imara salama, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima katika ukurasa wake mbele. Gazeti hili likiandika Miguel Gamondi tutawashangaza Mamelodi kwao, habari katika ukurasa wa 24. Gazeti hili likipambwa na habari picha ikimuonesha makamu wa rais Dr. Philip Mpango akipokea Ekaristi Takatifu baada ya kushiriki baada ya sikukuu ya Pasaka katika kanisa Katoliki parokia ya Bikira Maria mama wa damu azizi ya Yesu jijini Dodoma jana. Ninalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi awahimiza Waislamu kusoma Qur'an, asema kufuata maelekezo yake kutaimarisha maadili, habari katika ukurasa wa 2. Waumini tukithirisha ibada dimu, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Hali ya lishe ya watafuna wanawake Zanzibar, habari katika ukurasa wa 11. Lakini pia gazeti hili limeandika Askofu Shao atoa angalizo ajira za wawekezaji, ahimiza uadilifu, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Tazame sasa gazeti wa Machinga Jumatatu ya leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni makala Mongela wanukia uenezi CCM. Ni baada ya Rais Samia kumteua Makonda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, nafasi sasa ipo wazi. Wanasiasa wawataja Makala na Mongela mmoja wapo kuchukua nafasi hiyo, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Philip Mpango awataka watumishi kujitoa muhanga kuwatumikia wananchi, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Dimwa utajiri sio kigezo cha kupata uongozi ndani ya CCM, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti wa Machinga limeandika maoni teuzi Rais Dr. Samia azidi kuonesha yupo kikazi zaidi, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti katika michezo na burudani lenyewe limeandika haijaisha hadi ishe. Pacome kueleza mzuka Yanga Simba na mzimu wa miaka 21, habari katika ukurasa wa 3, ukurasa wa 10 na ukurasa wa 15. Ijayo ni Al Ahli vs Simba, mchezo utapigwa April 5 saa 5 kamili usiku. Mamelodi dhidi ya Yanga, mchezo utapigwa April 5 saa 3 kamili usiku. Ukipata nakala yako utasoma kwa ndani zaidi. Gazeti hili limeandika Kagera hesabu zipo bado ISFC. Ken Gold bado 5 tu, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Brazil awangoa pa Jobe Freddy, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Ten Hag ana jambo lake kwa sasa, timu inashika nafasi ya 4. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika Baka Jobo wamficha Shalulile, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. La Liga leo Jumatatu ni Villarreal vs Atletico Madrid, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Lakini pia nalo gazeti za Sport, michezo, burudani na utalii lenyewe limeandika Simba Yanga njia moja CAF, mashabiki Arsenal Afrika waichangia JKCI, sare yatawala robo finali CAF Champions League, Chelsea kuwauza Reece na Gallagher, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti za Sport. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi.
magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika kiwango cha Yanga cha mvutia Gamondi, Simba waanza kujiwinda tena na Al Ahli. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Buriani ya basi kuka wengi wamlilia. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ushindani kwenye singeli wamkosha Makabila. Habari katika ukurasa wa 21. Changalawe aisaka tiketi ya Olympic. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.